بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1447, tuendelea kusoma katika kitabu Al-Ilmam bi ba'd ayat al-ahkam, yarhamkallah, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. tusoma آيات الصيام، aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuhusu faradhi ya som katika surah al-Baqara. Tuzieleza kama tulivyotaja katika kikao cha jana, kuanzia aya 183 mpaka aya 186. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. tukaahidi kuwa leo insha Allah taala tutaeleza faida zinazopatikana katika hizi aya. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah taala ameorodhesha faida nyingi zinazopatikana katika hizi aya, na hizi ni baadhi ya fawaid, wa ila kuna zaidi ya hivi. Kwa tukitaja faida, tutaja sehemu katika aya faida hii inapatikana, ili tuweze kuunganisha baina ya zile aya na namna gani ametoa faida Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ile faida. قال رحمه الله تعالى: ما يستفاد من الآيات. baada ya kuzisoma hizi aya kuanzia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, akaanza kutoa faida moja baada nyingine katika hizi aya. faida ya kwanza, fardhu siyami ala hadhihi al-umma, ufaradhi na uwajibu wa kufunga juu ya ummati Muhammad, kufunga mwezi wa Ramadhani. Hii faida ameitoa katika neno lake Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, ay furida alaykum as-siyam, mmefaradhishiwa enyi ummati Muhammad kufunga. Kwa hii ni faida ya kwanza tuipata hapa, kuwa saum ya mwezi wa Ramadhani ni faradhi juu ya huu umma. faida nyingine kataja annahu fariidatun ala man qablaha min al-umam, kuwa faradhi hii haikufaradhishiwa umma huu peke yake, bali pia umma waliopita walifaradhishiwa ibada ya saum. Allah akasema kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kwa kama vile nyinyi mmefaradhishiwa saum, basi hamko peke yenu, pia umma waliopita huko nyuma tuliwafaradhishia ibada ya saum. Na hapa kuna faida nzuri sana inayokuja ambayo yapatikana katika maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni faida ya tatu, ahamiyatu siyam haithu kana mafruḍan ala jami'i al-umam, umuhimu wa ibada ya saum. Kinachoonyesha umuhimu wake ni kuwa hata wale umma waliopita pia wamefaradhishiwa saum. Kuonyesha hii ni ibada adhimu sana, sababu zipo baadhi ya ibada utakuta kuwa wameamrishwa ummati Muhammad, pengine wale umma waliopita hawakupewa ibada hizo mfano. Lakini kwa kuwa hii ibada ya saum ni ibada adhimu, ni ibada tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala aliifaradhisha kwa umma wote waliopita. Kwa wale umma waliopita pia wamefaradhishiwa saum kama vile sisi pia tumefaradhishiwa saum.
Yawezekana kuwa tuko tofauti katika namna ya kufunga, yawezekana kuwa tutafautiana na wao katika namna ya kufunga, lakini pia ni ibada ya somo. Ile ni ibada ya somo, ni ibada ya somo. Mtu aweza kuuliza, kwani wale waliopita walikuwa wakifunga vipi? Allahu a'lam. Walikuwa wakifunga vipi? Allahu a'lam. Lakini Allah ametaja kuwa kama vile tumewafaradhishia nyinyi somo, na wale waliopita pia tumefaradhishia somo. Kisha Allah akasema la'allakum tattaqun. Hapa kuna faida. Sheikh asema anna al-hikmata al-'udhma min fardh as-siyam taqwa Allah 'azza wa jalla. Hikma kubwa kabisa katika sisi kufaradhishiwa somo ili tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana hii ibada ya somo Muislamu akishikamana nayo, kadhalika akajipamba na adabu za aliyefunga, basi katika hiki kipindi cha mwezi mmoja anaofunga humjenga uchamungu katika moyo wake. Hii ibada ya somo humjenga uchamungu katika moyo wake. Kwa watoka mwezi wa Ramadhani ukiwa umebadilika, ukiwa ni mtu tofauti, yale malengo ya somo yamepatikana kwako wewe. Na ndio maana tulitaja jana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahl, yule ambaye hatawacha kusema uongo na kusema maneno ya makosa ya ovyo na kuutendea kazi uongo, na hatawacha mambo ambayo yafanywa na watu wajinga, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu, basi Allah hana haja na mtu kama huyu kuacha kula kwake na kunywa kwake. Kwa nini? Kwa sababu huyu hajatekeleza yale malengo. Ikiwa mtu amefunga kisha hakuna muongo kama yeye, amefunga hakuna mgomvi kama yeye, kila mtu agombana naye, kwa nini? Wajua mimi nina ndaa. Sasa kwa kuwa una ndaa ndo gombana na kila mtu, mgomvi kweli kweli, kila anayepata naye njiani agombana naye, mara kosana na huyu, mara mtusi huyu. Si sawa. Hizi si adabu za aliyefunga. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia kutufundisha sisi, fa insabahu ahadun au shatamahu falyaqul inni sa'im. Hata ikifikia mtu amekutukana, amekutupia maneno si sawa, wamwambia kuwa mimi nimefunga bwana, siwezi kujibizana na wewe bwana, nimefunga tosha, inni sa'im. Kwa hivyo akijipamba mtu na akhlaq na tabia na adabu nzuri za mtu aliyefunga, akajizuia na zile tabia mbovu ambazo amekatazwa nazo, biidhnillahi ta'ala, huu mwezi mmoja ukitoka huu, atakuwa ni mtu mwingine kabisa, tofauti kabisa. Ikiwa amezoea yeye katika miamala yake na kuzungumza kwake, pengine matusi hayamtoki mdomoni, yeye atukaa. Kuna watu kwa hivyo, kuna watu watukana, hata asipopata mtu aweza kuelekea mgomba akautukana, yani bora atoe matusi. Sasa hii somo unapofunga ya kuzuia, sasa umejizuia mwezi mzima, hutoi maneno bila shaka ile somo itakuwa na athari katika maisha yako. Sasa kilichobakia ni wewe sasa baada ya Ramadhani ujidhibiti. Yani hii ni neema kubwa Allah ametupa, kuwa kila mwaka ni kama kuna muda mja yuwekwa ajihesabu nafsi yake, mwezi mzima ajipanga kwa ajili ya mwaka wake. Na ikiwa kule mwaka mzima kulitokea mabalaa, alifanya maasi na nini, basi ndio wakati wake huwa kutubia na kurudi kwa Allah. Na ni wangapi katika ndugu zetu tunaowajua kuwa walikuwa katika hali mbaya kabla ya Ramadhani, ukaingia mwezi wa Ramadhani mtu akabadilika, hakosi swala kwa jamaa, tabia zake zikabadilika, na akabakia hivyo hivyo, maisha yake yote kabadilika, akawa mwema kabisa. Wangapi ambao madrasa ya Ramadhani, Ramadhani kama madrasa imewafundisha wakabadilika kabisa, ikawa si yule ambaye alikuwepo kabla ya Ramadhani. Huyu amenufaika na saumu yake, huyu amenufaika na saumu yake, sababu malengo makubwa yamepatikana katika nafsi yake, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwa ni mtu kuweka pazia baina yake yeye na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah
na kujiepusha na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio takwa. Kwa akaweka kizuizi baina yake yeye na adhabu na hasira za Allah kwa kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Sasa ikiwa mja aweza kujizuia na kula na kunywa vitu ambavyo ni halali, ni mubah kwake yeye, lakini kwa kuwa ameambiwa jizuie na hivi, usile, usinywe, usifanye kadha, usifanye kadha, ikiwa ameweza kujizuia hivyo siku 30 au 29, basi tutarajia mtu kama huyu mimbabi aula aweze kujizuia na haramu, sababu ameweza kujizuia na kile ambacho ni mubah kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo hii yamjenga katika moyo wake kuweza kujizuia na kile ambacho ni haramu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida inafuata, anna as-siyama fariidatun yasira. Na hii tupata wapi? Ayaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika. Kwa hiyo somo ni faradhi nyepesi, haina uzito ndani yake. فليست سنين ولا شهورا وإنما هو أيام معدودات تعينت على هذه الأمة في شهر رمضان. kwa si miaka, hatukuambiwa tufunge miaka wala sio miezi mingi, bali ni masiku machache ya kuhesabika ambayo imefaradhishiwa huu umma kila mmoja kufunga katika mwezi mmoja pekee yake kwa mwaka ambao ni mwezi wa Ramadhani. Na kila Muislamu ahisi katika nafsi yake kuwa ukiingia mwezi wa Ramadhani ile furaha anayoipata ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake kupata utulivu, hii ni neema. Wallahi ni neema kubwa sana. Hii dunia haishi matatizo. Hakuna mtu aweza kukwambia leo kuwa yeye waishi hana mtihani wowote. Kila mmoja ana mtihani kulingana na yeye, kwa sababu dunia ni nyumba ya mtihani. Pale ambapo hapana mtihani wowote ni peponi peke yake. Naimul janna la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Hao ni watu wa peponi, hawapatwi na uchovu wala hawapatwi na maradhi wala hawapatwi na chochote cha kuwaudhi roho zao. Wale ndio wataishi milele. Nasallallahu ja'alna min ahli aljanna. Wale wataishi milele katika furaha ambayo hakuna kitu kitawaudhi peponi. Lakini ikiwa ni hapa duniani, waweza kuudhiwa na watu wa karibu zaidi na wewe, mke wako ndani ya nyumba. Siku moja Sheikh Abdul Razzaq asema alikuwa amekaa na Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na Sheikh Ibn Baz alikuwa akipigiwa simu, matatizo ya watu wakitatua. Kampigia simu bwana mmoja, asema kulingana na mazungumzo alizungumza ni kama amshtakia mke wake. Mke wangu bwana hivi fanya. Sasa Sheikh amwambia isbir ya ibni, fi dunya ma fi hur ain, hapa duniani hakuna hur ain. Isbir, utawacha wangapi? Utamwacha huyu, kesho utamwacha, wewe utakuwa wacha tu, kwa sababu hii dunia ni sehemu ya mtihani. Angalia kitu gani kinachompa moyo Muislamu. Kile kinachompa moyo Muislamu ni ule utulivu Allah subhanahu wa ta'ala anaompa wakati anapopata mtihani, na hili ni jambo ambalo asiyekuwa Muislamu halipati. Wewe unapopatwa na dhiki, wamtaja Mola wako, wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, utasoma Qur'an, utamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupa utulivu. Kuna watu wakipatwa na matatizo wenda kulewa, anywa wewe komba, akimaliza kunywa ile akili yake ikipotea, yeye huona ndio matatizo yamekwisha. Ikirudi sawa sawa akili yake, yale matatizo na fikra zarudi tena. Sasa inabidi ende katafuta nini? Kulewa tena. Ndio kuona kuna baadhi ya watu maisha yao walevi, kwa sababu aona ndiyo kitu kinachompoteza zile fikra alizokuwa nazo, ana dhiki. Lakini mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na hii dini. Ni kweli tuna mitihani, lakini ile mitihani yetu tuyaona sahali,
tunapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ibada hii ya som ni neema nyepesi, sahali, inayotuweka sisi karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, faida sita lotaja أنه لا يجب الصيام أداء على المريض الذي يشق عليه ولا المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. hapa tupata faida kuwa yule ambaye ni mgonjwa na msafiri, hawa sio wajibu kwa wao kufunga katika mwezi wa Ramadhani adaan, yani fi shahr Ramadhan, bali watalipa masiku mengine. Na huu ni katika wepesi Allah aliyoupa huu umma. Ukiwa msafiri, ukiwa mgonjwa, hufungi, waruhusiwa kula, lakini utalipa baada ya kupata afya yako baada ya Ramadhani. Kadhalika katika fawaid wujubu الصيام على التخيير بينه وبين الإطعام في أول الأمر لتوطين النفوس عليه. tizama mwanzo kabla ya kufaradhishiwa moja kwa moja huu umma saum, Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha saum pole pole, si moja kwa moja kwa lazima mfunge, bali haikutajwa katika aya, lakini mwanzo iliyofaradhishwa ilikuwa ni siku moja peke yake, yaumu Ashura, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ilikuwa ni faradhi siku moja ya Ashura. Kisha ikafaradhishwa saumu ya mwezi wa Ramadhani, stage ya pili sasa, lakini ikawa ni kwa khiari. Ndio hapa Sheikh asema wajibu wa kufunga ulikuwa ni khiari baina ya mtu kufunga au kulisha maskini mmoja ikiwa hataki kufunga. Na hii si kwa wagonjwa tu, kwa watu wote ilikuwa ni hivyo. Hata na afya yako, ukitaka kufunga funga, ukitaka usifunge utalisha mtu mmoja, maskini mmoja kila siku na uacha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekeza wa antasumu khairul lakum, lakini kufunga kwenu ni bora kuliko kulisha maskini ukala. Kwa masahaba wakawa wapelekwa polepole katika kuzoezeshwa kuifanya hii ibada mpaka wakazoea, ili zile nafsi zile ziwe zimetengenezwa sawa sawa, wazoee. Yataka uelewe kuwa hawa ni watu ambao walikuwa katika jahiliya kabla ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe angalia mfano mzuri pia unao katika namna sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyokuwa ikija na ikiwapunguzia au ikiongozea polepole masahaba jambo la kunwa pombe. Masahaba walikulia katika jahiliya, baadhi yao katika hali ya kuwa jambo la kunwa pombe la kawaida, na mwanzo wa Uislamu ilikuwa hawakukatazwa, walikuwa wakinwa, sababu wakati wa jahiliya walikuwa ni jambo ambalo watumia wao. Likaendelea hivi, Allah akateremsha aya ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara, msikaribie swala mkiwa mmelewa. Kwa hivyo mwanzo wakakatazwa kuikaribia swala wakiwa wamelewa. Haya sasa, hebu piga hesabu, wakati gani utakunywa pombe? Swala ziko 5. Kwa mfano umeswali alfajiri ukalewa, ulevi wako utabakia wewe mpaka adhuhuri, utakuwa bado mlevi. Kwa hiyo inabidi ufanye nini? Uache. Ukishaswali adhuhuri nini, asiri iko mbele yangu, alasiri iko mbele yangu, awacha tu. Alasiri kuna magharibi mbele yangu, magharibi isha iko mbele yangu. Kwa hiyo inabidi kama wataka kunywa unywe baada ya isha, usiku tena ujipime vizuri, maana kuna alfajiri aja, usije ukalala. Kwa hii ikawa ya wazoesha wao polepole kuacha, polepole waacha. Wakaanza kuacha hivyo mpaka ikashuka aya, wakati masahaba watiliwa pombe kwenye vikombe ndani ya mji wa Madina, na huku yashuka aya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Allah akawaeleza matatizo yaliyomo katika kunywa pombe mengi sana. Lau kama wangeliambiwa mwanzo wangelikataa. Washazoea. Kama wangelipopa hakuna kunywa pombe. Ukiwa Muislamu hakuna kunywa pombe. Ingekuwa Muislamu kidogo. Bwana mmezoea hivi. Lakini tizama walipopelekwa polepole. Watiliwa mvinyo. Pombe ziko pale. Hii aya yasomwa. Waambie imeteremka aya ya kuharamisha hicho mnachokifanya sasa hivi. Hebu tusikize mpaka ikaje fahal antum muntahun, je mmekomeka, mmewacha? Masahaba wakawa huku wamwaga ile pombe wasemani intahaina ya Rabb, tushakoma tosha, hatutumii tena. Madina ikawa imemwagwa pombe kila mahali, pombe lote likamwagwa chini, hakuna mtu kunywa. Leo waweza kumwambia mtu bwana marungi bwana usile, nani? Tunaambiwa sisi bwana mambo nyingi bwana, wewe una watu waenda kuonda wazimu. Mimi naambia jamaa, ona hapo barabarani hapo bridge pale, ukipita bridge ukimwona mtu yatembea kwenye sehemu ya magari iwaje hivi, ujue ashakula Mungu kao wallahi. Na wewe chunguza, kisha utakuja kuniambia maneno yako kweli. Ukimwona mtu iwaje kama tena iwaje opposite, wacha kwa tembea iwaje opposite ya magari yaje, yeye yaenda hivi kama hayaoni ya magari. Muangalie makini, utaona na kifuko ubavuni, kabeba yale majani yamemtia wazimu. Na wengi maskini katika vijana wamekuwa wenda wazimu na hiki kitu cha wadhuru, na mtu yomuona mwenzake yule pale ywadhurika na yeye wenda kutumia kitu kile kile. Yani subhanallah, wakati ule serikali ya kaunti ya Mombasa ilipopiga marufuku hivi vitu, watu wengi walifurahi. Waliofurahi sio wale wanaokula, waliofurahi maskini ni wale wazazi ambao watoto wao wameathirika na ndugu ambao ndugu zao wameathirika. Walifurahi sana kwa hili jambo. Lakini sisi tuna dini ambayo ina njia imetuelekeza, iwe imepigwa marufuku haikupigwa marufuku, kwetu sisi haituhusu hii, haituhusu sisi. Halafu ndugu yangu, umewacha mboga zote wewe ulizoumbiwa, hukuona isipokuwa mboga hizi tu. Kuna kabeji, kama ujui kuna mchicha, kuna sukuma wiki, ikiwa wataka chungu chungu kuna itoje mchunga. Wataka nini wewe? Mboga za kila aina. Ikiwa una hasira sana kuna mabenda, chukua tafuna mabenda, karoti, zote hizi vitu vizuri vizuri akhi vya faida waviacha. Wenda kutafuta majani atiwa kwenye maboksi, ujue mtoka wapi wewe, wala bwana ya kuumiza matumbo, ya kuumiza koo. Na iwamuona mwenzake kama iwadhurika. Mimi ila nishangaza sana, haswa watoto. Mtoto kulia amuona labda mzazi wake adhurika namna gani na kile kitu, kisha yeye waje kutumia vitu kama vile. Sallallahu yahdiana wa iyyakum. Wallahi kuombea Mungu si ujanja, sione atowe mwerevu wenzako wajinga. La. Muombe sana. Kwa hiyo kule kuacha, nilikuwa natoa huu mfano, Allah alikuwa akikataza jambo wakati mwingine akilipeleka polepole mpaka mtu yoache. Na upande wa somo hivyo hivyo, mwanzo ilikuwa walisha ama wafunga, kisha ndio ikaja shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ikawa sasa hakuna tena khiari baina ya kula makufunga, kukulisha maskini na makufunga. La, ikawa ni wajib kwa kila Muislamu kufunga, huna khiari, isipokuwa ruhusa ikabakishwa kwa nani? Wagonjwa na wasafiri. Thamina, alhikmatu fi at-tashri'i حيث كان بالتدرج فيما يشق على النفوس. Hikma kubwa iliyoko katika sheria ya Allah katika kuamrisha jambo, kwa sheria yaamrisha tadarrujan, stage by stage, pole pole, katika yale mambo ambayo ni mazito kwa nafsi
sheria yaamrisha polepole. Kwa hiyo kadhalika sisi, hasa niwapeni mfano waalimu tunaofundisha, tutakikana tuende na wale watoto taratibu. Huwezi kuwa wewe waanza tukumsomesha yule mtoto atakawe ni amehifadhi Qur'ani yote hapo. Taratibu. Mwanzo anza kumsomesha qaida, ajue zile herufi, ajue kuunganisha herufi pole pole, kisha ajue tilawa, kusoma Qur'an kwa kuangalia, umsomeshe kwa talqin pole pole. Kisha katika kuhifadhi mwambie basi anza kuhifadhi mistari 3, kisha nusu safha, marobo pole pole mpaka mwisho uyazoee. Kwa hii ni hikma tumeipata katika sheria, kuwa mambo ambayo ni mazito katika nafsi tuende nayo taratibu taratibu, au sivyo yule mtu atachukia. Yule unayemwamrisha lile jambo atachukia, na hapa ni kwa lile jambo ambalo la kubali. Ama tukija kwa mfano swala, basi anza naye pole, mwanzo mwambie swali ya dhuhuri tu peke yake. Si hivyo. Si hivyo. Hapa tambua swala zote. Nasema yale mambo ambayo yaenda taratibu, yakubali ule utaratibu, basi tuende nao taratibu mpaka yule mtu azoee. Nafikiri hili liko wazi. Kwa sheria ina hikma katika kuamrisha, ilikuwa ikiamrisha yale mambo mazito taratibu taratibu mpaka nafsi zilikuwa zikizoea. Tasian, leo nitataja faida 10 zilizobakia, nitakuja kuzieleza inshallah. تعيين شهر رمضان لفريضة الصيام على هذه الأمة. mwezi uliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka mzima ni mwezi wa Ramadhani, kufaradhishwa ibada ya somo. Na tulitaja katika tulipokuwa tueleza tafsiri ya zile aya kuwa kwa nini haukufaradhishiwa somo mwezi wa Muharram ama Safar ama Rajab ama Shaaban, imewekwa Ramadhani. Tukasema kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani ndio ulioteremshwa neema kubwa ya nini? Ya Qur'an. Na ndio maana Allah kabla ya kutaja faradhi ya somo mwanzo ametaja kuteremka kwa Qur'an, akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Mwanzo akazungumzia kuiteremsha Qur'an katika mwezi wa Ramadhani, kisha ndio akafaradhisha kuufunga huo mwezi wa Ramadhani. Na waviona ukasema hikma ilikuwa hapa nini? Ni kwa sababu hakuna neema miongoni mwa neema kubwa Allah alizowapa walimwengu kama neema ya kuteremsha hii Qur'an. Hudan linnas, ambao ina uongofu ndani yake, muujiza utakaobakia ila qiyam saa. Sasa katika kumshukuru Allah kwa neema ya Qur'an, twafunga sisi, tufanye ibada ya som, kumwambia Allah tukushukuru kwa neema ya kututeremshia ummati Muhammad hii Qur'an. Na ndio maana Ramadhani kaitwa ni shahrul Qur'an, sababu Qur'an imeanza kuteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa Iqra, ameteremshiwa katika mwezi wa Ramadhani. Wahi huanza kushuka mwezi wa Ramadhani, kisha ndio ukafuatiliza. Kwa hiyo sisi tufunga kumshukuru Allah kwa hii neema aliyotupa ya kututeremshia kitabu hiki adhimu ambacho ndani yake kuna fadhila nyingi sana na miongozo mingi iliyoko ndani ya kitabu hiki. Ndio hapa nasema katika faida inayofuata, anna alhikmata fi ta'yinihi nuzulul Qur'ani fihi. Hikma ya kuchaguliwa mwezi wa Ramadhani pasi na mwezi wote mwingine ni kwa sababu huu ndio mwezi Qur'an imeteremshwa ndani yake. Na hii ni katika faida pia muhimu Muislamu kuijua. Jambo lolote linalofungamana na Qur'an Allah amelitukuza, na faida shawahi kuwatajia. Kitu chochote kile kinachofungana na Qur'an Allah amekitukuza. Vipi? Sikilize makini. Yule anayejifunza Qur'an na kuifunza kwa sababu maisha yake yamefungamana na Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Akawa ni mbora wetu katika mujtamaa kwa sababu amefungamana na Qur'an. Kwa akaupata ule ubora kwa kufungamana na Qur'an, sio? Sasa rudi nyuma huko. Jibril alayhi salam ndiye aliyeteremka na Qur'an kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril akawa ndiye mbora kuliko malaika wote.
sababu ni yeye ndiye aliyeteremka na Qur'an, akapewa ubora juu ya malaika wote waliobakia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeteremshiwa Qur'an. Kwa kuwa yeye ameteremshiwa Qur'an, yeye ndiye mtume bora kuliko mitume wote alayhi salatu wasallam, bal huwa khairu khalqillah alayhi salatu wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, yule anayesoma hii Qur'an akaisomesha hii Qur'an ni mbora katika mujtamaa wetu. Na hili halikuishia hapo, bali ibada tukufu adhimu, nguzo katika nguzo za Uislamu ya swala, akatangulizwa sahibul Qur'an, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Kwa yule anayekijua zaidi kitabu cha Allah akatangulizwa yeye katika ibada tukufu ya swala, yeye ndiye akae mbele awaswalishe wengine, katangulizwa kwa sababu ya Qur'an. Hii Qur'an ataenda nayo mja mpaka katika kufa kwake. Katika vita vya Uhud waliuawa masahaba 70. Ikawa katika ile hali waliokuwa nayo hawawezi kumchimbia kila mmoja kaburi lake tofauti na mwenzake. Ikawa wazikwa masahaba 2, 3 katika kaburi moja, 2, 3 kaburi moja. Sasa hapa tutafanya vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kumweka yule maiti ndani, kana yasalu ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, ni nani katika hawa aliyehifadhi zaidi Qur'an, fayuqaddimuhu fil lahdi, kisha yuamtanguliza katika yule mwanandani, yeye ndio yuko mbele. Yani haikutosheleza duniani, mpaka kwenye kaburi pia amepewa ubora yule aliyefungamana na hiki kitabu. Na hili halikuishia hapa tu, mpaka kesho akhira ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakaokuwa katika daraja za juu kabisa ni ashabul Qur'an, sahibul Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi, washaingizwa peponi, ako ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko ndani ya pepo, aambiwa sasa soma Qur'an ile uliokuwa ukisoma duniani, ile uliohifadhi Qur'an, zisome zile aya. Kila aya unaoisoma daraja moja utapandishwa katika pepo ya Allah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, wewe manzila yako na cheo chako katika pepo kitakuwa katika aya ya mwisho utakayoisoma katika Qur'an. Wapanda. Na nataka ujue kuwa daraja moja mpaka nyingine katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mbali sana, ma baina as-samai wal ardh. Kwa hiyo watakaokuwa daraja ya juu kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hao wanaoingia katika jina la sahibul Qur'an, ndio watakaokuwa katika daraja ya juu kabisa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema neno moja ambalo limewakusanya haya yote, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin, Allah huwanyanyua kwa kitabu hiki watu na wengine akawaangusha. Anayekisoma kitabu akakizingatia na kukifuata, basi huyo Allah atamnyanyua. Na yule anayekwenda kinyume na hivyo akawacha kukisoma kitabu wala sikishughulikie, habari nacho kitabu hana, basi huyo Allah atamwangusha. Mwanzo utapata dhiki wewe, sijui watu waishi vipi bila kusoma Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ukipuuza wito wa Allah subhanahu wa ta'ala utapata maisha ya dhiki. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili neno amelitumia hapa la ajabu sana, dhanka. Wajua kama kuna dhiki katika lugha ya Kiarabu, hili neno lililotumika hapa lina uzito kuliko neno lolote linalomaanisha dhiki, kwa sababu kila herufi moja lasimamia neno maana yake dhiki. Ile dhad ya mwanzo ni dhiq, nun ni nakad, tabu, dhanka na kaf ni kad, yani utaishi maisha ya dhiki, utapata tabu wewe maadamu uko mbali na kitabu, utapata tabu, wallahi utapata tabu. Wewe utakaa walalamika tu, hujui matatizo yako yatoka wapi.
utapata tabu hujaiona wewe. Hata sijui nieleze vipi, kwa sababu mwanzo aslan hii dunia kama tulivyoeleza ni nyumba ya mtihani. Wewe tayari una mtihani. Sasa angalau una kitabu ukisoma yale matatizo yale ya madogo mbele yako, wapata utulivu pale ndani ukiona visa vya mitume na namna walivyopambana na umma wao na namna walivyosubiri katika da'wa zao. Kuna watu umetajiwa pale ndani wamepata mitihani na Allah akawaondolea ile mitihani, angalau ule moyo wako upata utulivu. Wewe na mitihani yako waweza kumfikia Ayub ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam, yutrahu lahu almathal fi as-sabr. Leo mpaka apigiwa mfano Waarabu kwambia sabra Ayub, subra kama subra ya Ayub haina mfano wake ile subra. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akamuondolea dhiki yake yote. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Na Ayub alipomwita Mola wake amuomba, ya Rabb, mimi mmepatwa na madhara na wewe ndiyo mwingi wa rehema. Angalia maombi ndani yake, subhanallah. Mimi nina madhara, mja wako dhaifu, na wewe ndiyo mwingi wa rehema. Angalia utanifanya nini? Fastajabna lahu, hapo Allah akamwitikia. Sasa ukisoma maneno kama kumbe sahali tu mimi nielekee kwa Mola wangu, Allah ataniondolea matatizo niliyokuwa nao, anifanyie sahali. Lakini wewe huisomi ile Qur'an na tayari una dhiki zako ulizokuwa nazo, utulivu huna. Yarhamkallah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innu alqulub. Kwa kumtaja Allah ndio wapata utulivu wa moyo. Hata ukaona kuna watu bwana wana matatizo, lakini kwa kule kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, basi matatizo yake yana mambo kawaida tu. Lakini akija akikwambia, waweza kumuuliza, wewe waishi vipi wewe? Na matatizo yote alikuwa nayo waishi hata habari yana. Kwa nini? Kwa sababu ana utulivu katika moyo wake. Allah amemwezesha kuweza kukabiliana na ile matatizo aliyokuwa nayo. Na kuna mwingine akipata kidogo tu na matatizo ashindwa kusubiri, ajinyonga. Kuna vijana wajiua kwa sababu hakupata tikiti ya kwenda Umarekani, akashtoa wewe. Unapata habari kama hizo ajabu, eti mtu yuanasumu afe sababu mwanamke. Pumbavu mkubwa. Yani wewe unasumu sumu hivi viwano anikataa. Jinga. Wallahi hadha safih ya akhi. Sababu mwanamke tu akufanya wewe unasumu. Wewe utakuwa umefikia kiwango gani cha ujinga kiasi hicho? Lakini yote haya ukiwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala ndio yanakupata. Mwisho utakwenda huko. Wallahi watu wajua kwa mambo ya kijinga. Kuna mmoja si miaka 2-3 iliyopita, kuna mmoja hapa town karuka kutoka juu ya nyumba. Sijui ana matatizo gani. Ati yake Allah amuonyesha ana hufi. Si wajitupa. Likapita gari kadunda kwenye gari, akavunjika miguu miwili hospitali. Mko nataka kufa, hasa hufi na utembei na miguu imvunjika. Ya akhi, wewe utakushindana na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nasema haya yote yaja, watu wayafanya haya kwa kukosa mwelekeo aliyouteremsha Allah kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini mu'min yukoje? Mtume sana wasema, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ajabu bwana jambo la huyo mu'min, kila jambo lake ni khairi. In asabathu sarra shakara fakana khairan lahu. Akipatwa na mambo ya kumfurahisha ashukuru. Unaona amepata khairi, amshukuru Allah, ikawa ni khairi kwake. Bali Allah akamzidishia, la in shakartum la azidannakum. Akamzidishia juu ile khairi aliyokuwa nayo. Wa in asabathu dharra, na akipatwa na madhara sabara fakana khairan lahu. Asubiri kwa yale madhara aliyompata ikawa ni khairi kwake yeye. Na mtume sasa walaysa dhalika illa lilmu'min, na hilo halipati isipokuwa mu'min. Mu'min wa sawa bwana, hata mitihani ikampiga kiasi gani katika ulimwengu, Allah yumpa nguvu ya kuweza kusimama dhidi yake. Sasa ni hiki kitabu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala
kilicho na mambo mazuri mengi. Lau kama waislamu wangeshikamana nacho, wallahi leo tungelikuwa sisi ndio watawala katika huu ulimwengu. Lakini tulivyokiacha, hii ndio hali yetu tunayoiona hapa. Huwezi kupotea wewe maadamu washikamana kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hivi viwili ndio Allah ametupa dhamana ya kuwa tukishikamana navyo hatutapata taabu. Lakini tukipuuza, ndio haya. Na usifikirie itaisha hapa duniani ile dhiki. Wanahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, kisha siku ya kiyama ufudio ukiwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, nilikuwa naona duniani, mbona nimefudiwa leo kipofu? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, kama vile ulivyosahau aya zetu ukazipuuza tulizoteremsha kwa mitume wetu, na leo pia wewe wasahaulika. Yani Allah ataamiliana naye muamala wa yule aliyesahauliwa. Sallallahu alaihi wasallam. Hii baadhi ya fawaid, inshallah kuanzia faida ya 11 kwenda mbele nitakuja kuzieleza biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr. Nasallallahu an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa alla yakilana ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.